Yaani huu mfungo hauna uhusiano wowote na Pasaka. Ila kuna watu wanajua mfungo huu unaambatana na Pasaka. Kwamba ili Pasaka ije lazima watu wafunge kwanza siku 40. Hapana, huu ni utashi wa waliotutangulia kwenye mambo ya Ukristo. Wakaona wafanye hivyo kwa sababu kiangalia ukisoma Biblia, nilikusomea pale kwenye Mathayo sura ya 4. Tukaona Yesu alianza mfungo wa siku 40 akiwa anaanza kwenda kuhubiri. Alipomaliza ile siku 40, Shetani akamjaribu, akashinda majaribu, akaanza kuhubiri. Uongo kweli? Baada ya hapo, baada ya mahubiri, ameponya wagonjwa, amefufua wafu, ametakasa wenye ukoma, amelisha watu vyakula kwa samaki na mikate na nini. Baadaye akateseka sasa. Lakini kwenye mateso hatuoni alifunga ili ateseke. Alishafunga ili akabili mateso. Kwa hiyo alishamaliza tayari. Kwa hiyo mfungo huu hauna uhusiano wowote na Pasaka. Ni vitu Yesu alihudumu miaka 3.5. Kwa hiyo miaka 3 kabla alifunga siku 40. Baada ya miaka 3.5, yani na miezi 6, ndipo akaja kuteseka sasa, akafa msalabani. Kwa hiyo unaweza kaona how distance it is. Kuna umbali mrefu sana kati ya mwezi wa Kwaresma na tukio la Pasaka. Kama unanielewa sema amen. Lakini